kitu gani cha tofauti ambacho labda hukitarajia kwenye mchezo wa jana na kilikusurprise pale visiwani Zanzibar? Nafikiri kitu cha tofauti kidogo katika mchezo wa jana ni namna ambavyo sajili mpya pengine zimeweza kuonesha ubora wa haraka, kwa maana hizi ni mechi nzito, tunafahamu uzito wa mechi hizi, lakini mwisho wa siku tumeona Albert Kangwanda wa Young Africans amejitambulisha vizuri, kiungo wa Simba Jabal pia, uzito wa mechi, performance ya namna ile. Kwa hiyo naamini ni kitu ambacho kwangu ni surprise, lakini mwisho wa siku ilikuwa ni mechi ya ushindani. Simba na Yanga binafsi napenda kuipa hadhi ya nyota 5 kati ya ligi ambazo zinafanya vizuri barani Afrika, zile dabi zinazofanya vizuri. Kwa hiyo Simba na Yanga nafikiri na stahili hiyo sehemu, kwa sababu kila siku inatupa mchezo mpya ambao hauji na matokeo yako. David Mate kabisa, ujue tumetizama Young Africans chini ya makocha tofauti tofauti. Yanga bora kabisa chini ya kocha Nasri bin Nabi, utakuwa unakumbuka vyema, chini ya Master Miguel Gamondi ambaye hivi sasa ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania. Hapa katikati wamepita makocha wengine kina Romain Folz pamoja na Mwalimu, lakini Mankoba amekuja na style ya tofauti kabisa ambayo jana tumeshuhudia, na pia hata wewe ulishaya kusema hapo nyuma. Ni hii itakuwa ni Yanga ya style gani? Zokwani pembeni, namshuhudia Albert pembeni, lakini Peter Shaulile katikati, hakuna yule natural namba 10 ambaye tunamfahamu siku zote Alan Okello Starboy, lakini angalia ile kazi chafu inayofanya na ule utatu wa katikati, Mudathiri Yahya, basi Maxi pia Nzengeli pamoja na Duke Abuya, ilikuwa yani huwezi ukawapita kirahisi pale katikati. Nafikiri miongoni mwa sehemu ambazo Young Africans walikuwa na uimara kweli kweli ni kiungo chao. Umetoka kumzungumzia Duke Abuya, anakula kadi dakika ya 6 mapema mwa mchezo, inakuashiria ni kwamba alikuwa tayari kabisa kucheza mchezo wa mapambano ya mwili. Vile vile ukimwangalia Maxim pia Nzengeli, miongoni mwa wale watu ambao mara nyingi mimi napenda kusema ni engine like players, ni watu ambao wanaweza kutoa nishati mwanzo wa mchezo mpaka dakika 90 za mchezo wakiwa na mwili fresh kabisa. Kwa hiyo nafikiri kile kitu kiliwapa nguvu Young Africans, kwa maana iliweza kusaidia hata operation ya maeneo mengine ya uwanja. Tukaanza kuona kina Boka wanapandisha juu, tunaona 1-2 nzuri inapigwa, cross nzuri. Albert Kangwanda pia hauwezi kusahau kile alichokifanya kwa ubora, movement, timing nzuri, anapiga kitu ambacho kina mnyima hata kipa Kasari namna ya kujitetea. Kwa hiyo unaona ni goli zuri, ni operation nzuri Young Africans walikuwa nayo, na mimi nilikuwa natarajia kitu kama kile. Simba msimu jana, namna ambavyo wamemaliza msimu na Steve Barker, ilikuwa ni timu ambayo tayari imekusha kujengeka kimbinu, namna ambavyo wanaendesha mpira, namna ambavyo timu inatoka nyuma. Kwa hiyo Yanga ilikuwa jana lazima waje na anti system, na tuliona kwenye pressing wakiwa hawana mpira, wakiwa na mpira nini wanafanya, walifunga mianya mbalimbali ya uwanjani. Kwa hiyo tuliona kipindi cha kwanza watu watakuwa rahisi sana kumlaumu Dumbia, pengine hakuwa na game bora, lakini kwa sababu ya operation pia Young Africans. Na baada ya mchezo ule naamini ligi itakapoanza tutakwenda kuwaona nini wanaweza kufanya vizuri zaidi. Kuna ndio hapo umenifurahisha, umemgusia Dumbia. Kwa nini hasa mtaani huku lawama nyingi zinaanguka kwa Kena? Yeye ni mshambuliaji, unafahamu mshambuliaji kazi yake ni kupatika mabao, lakini ukiangalia nafasi hazikupatikana kivyo. Lakini hasa kwa nini jumba bovu anaangushiwa Dumbia? Jumba bovu litaangukia kwa Dumbia, hiyo ni kawaida, kwa sababu mashabiki sisi tuko wide na matokeo. Tunataka goli lifungwe, tufurahie, tusisimke, lakini haikuwa hivyo kwa siku ya jana, kwa maana Dumbia kuonekana katika hilo tukio. Kwa hiyo mara nyingi lazima tumkumbuke kwamba kuwa katika ubora wake, lakini ukiangalia operation nzima ya Simba wanapata on target dakika 88 baada ya kichwa cha Bakari Msimu. Kwa hiyo inaweza kukuashiria jinsi ambavyo walizuiwa mianya ya kucirculate mpira kwenda kuleta hatari kwa Young Africans. Ni kitu cha kawaida sasa hivi kwenye mpira, ukishikwa vizuri kimbinu unaweza usiandikishe on target yoyote, sio tu kufunga goli. Tuliona Argentina wamecheza dakika 120 dhidi ya Spain bila kupata goli. Kwa hiyo unaweza ukaelewa mpira ulikofikia, na kitu kikubwa nafikiri Simba kimbinu wanaendelea vizuri. Ni vile tu mwalimu kila siku anatakiwa kuchukua mafunzo, kwa sababu mpira of course kila siku ni mchezo mpya, approach mpya. Kwa hiyo tutaendelea kumuona pia kocha Steve Barker na kikosi cha Simba namna ambavyo wataendelea kujipambanua, vile vile Yanga.